Jembe, tumeshuhudia mchezo wa mkondo wa pili Simba dhidi ya Al Masry. Simba baada ya miaka 30 wamefuzu kuingia nusu finali. Ulikuwa ni mchezo namna gani licha kuwa Simba wameshinda kwa mikwaju ya penalti? Ulikuwa mchezo mgumu, ulikuwa mchezo ambao unaonyesha level ya robo finali ya Confederation Cup ubora, kwa sababu walikuwa wakutana timu kutoka Egypt ambako ligi yao ni moja ya ligi bora kwenye top 2, top 3 ya Afrika. Na Masry licha kuwa wameshinda bao 2, lakini walionyesha walikuwa wako tayari kupambana, na umeona kipindi cha kwanza Simba wamefanikiwa kushinda kwa mabao 2, lakini kipindi cha pili Masry wamerudi kuonyesha kwamba wao ni moja ya timu bora, wamewazuia Simba kutowafunga ingawa wao kufanikiwa kufunga, na baadaye wamekwenda kwenye penalty ambako Simba wanaonekana walikuwa wamejiandaa na walikuwa tayari zaidi kuliko Al Masry. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa bora kwa Simba. Goli 2, watu wakategemea Simba ingerejea kwenye kipindi cha pili ongeza kushinda idadi kubwa ya mabao, lakini imekuwa tofauti. Wamerudi kipindi cha pili, tempa mchezo ilikuwa chini. Ni kama Simba nao waliingia kwenye mfumo wa kuridhika. Kuridhika hapana, kwa sababu Simba walikuwa wanajua lazima wamalize game, lakini nafikiri Simba wana hilo tatizo na lilikuwa likiwasumbua muda mrefu sana. Baada ya kufunga mabao 2 Simba huwa hawana muendelezo wa kutosha. Lakini ukiachana na hivyo, mimi nilikuwa nimeangalia tofauti kidogo na watu wengine. Niliona kama jana kuna issue ya maji ilikuwa na tatizo kidogo, especially kwa timu ambayo inataka kucheza kwa kasi, kwa timu ambayo inataka kupoza mchezo na kufanya defense solid, wanaweza kuwa na advantage zaidi kwa sababu hawakimbii sana, badala yake wanaocheza mpira taratibu. Lakini kwa timu kama Simba ambayo ilikuwa inataka kukimbia, ilikuwa ina shida especially kwenye dribbling na pasi zenyewe kufika, na uliona pasi nyingi kidogo zilikuwa napata distraction kutokana na mvua kubwa kwa imenyesha kabla ya mchezo. Lakini all in all Simba imefuzu. Simba imeandika history na record ambayo nafikiri ndio timu ya kwanza ya Afrika Mashariki kufanya hivyo, kwamba baada ya kuingia nusu finali jana, Simba sasa imeingia nusu finali ya mashindano matatu ya CAF. Miaka ya 70 kama unakumbuka, waliingia finali ya klabu bingwa ambayo ndio Champions League, halafu waliingia nusu finali kwenda finali ya kombe la CAF. Na sasa wameingia nusu finali ya kombe la shirikisho, kwa maana ya kwamba sasa ukihesabu unapata nusu finali 3, na nafikiri ndio timu ya kwanza ya Afrika Mashariki kufika kwenye hatua hizo kwenye mashindano tofauti ya shirikisho la soka Afrika CAF. Ni jambo la kujivunia kwa Watanzania, lakini linarudi kuwa jambo la kujivunia kwa wana Simba na wapenda mpira wa Tanzania, kwa sababu Simba ndio timu ambayo katika misimu 9 iliyopita imeingia robo finali mara nyingi zaidi, na walikuwa wakiishia pale safari yao robo finali, walikuwa hawajapata dawa ya kuvuka pale. Jana wamevuka na wameiheshimisha nchi pamoja na mashabiki wao. Interview ya mwisho tulifanya ukasema mwalimu anatakiwa kusikiza muziki wa Mkwala Dese. Mwalimu kweli amempa nafasi, ameweka unazungumziaje Dese Mkwala, lakini pia unadhani mwalimu ni muda kuendelea kumwamini Dese? Nature ya walimu ni wabishi sana, kwa sababu walimu wanajua zaidi kuliko wengine, na wana haki kwa sababu ile ndio taaluma yao. Lakini tushukuru Mungu na tumshukuru yeye pamoja na benchi lake la ufundi kwamba wametusikiliza. Sijajua, inawezekana kwa wanasoma maoni ya watu including mimi, au wanahadithiwa labda na wasaidizi wake, mfano wanaoongea Kiswahili kama kina Matola, na au ameona kiufundi, kwa sababu swala la kumwamini Mkwala tumelizungumza siku nyingi sana, lakini bado alikuwa kama hana imani. Jana kamwamini kwa mara nyingine tena. Mkwala anapewa nafasi na yeye anaonyesha anapaswa kuaminiwa, na ni jambo zuri sana kwa striker. Sasa ni vizuri, sio kwamba Ateba si mchezaji mzuri, lakini aendelee kumwamini Mkwala tena na tena na tena, na Mkwala atampa challenge Ateba na yeye awe vizuri zaidi, kwa sababu pia timu inahitaji kuwa na striker wawili au watatu ambao wanafanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri. Sasa nafikiri kwenye ligi anapaswa kuendelea kwanza na Mkwala mpaka hapo atakapoona kuna mechi na mhitaji Ateba. Mara baada ya mchezo kocha mkuu wa Simba akanukuliwa kwamba anahitaji loko namba 10 nyingine. Unahisi majukumu ya Jean Charles Ahoua yamekuwa ni makubwa kulinganisha na namna ambavyo anadeliver, ama Simba wana uhitaji kama ambavyo kocha amezungumza kwa namna ambavyo unataka? Mimi kwanza niseme na jivunia sana kuwa mkweli, kwa sababu kwenye comments zangu nimezungumza mara nyingi sana kuhusiana na Ateba. Ateba ni mchezaji mzuri, hakuna ubishi. Ateba anaweza kawa msaada Simba, lakini Ateba ni mchezaji ambaye ni on off. Ndio maana mimi nimekuwa nikimuita kitinda mimba, na najua ni kipenzi cha kocha. He's a good player, lakini bado sio mchezaji ambaye anajitoa.
anataka kufanya jambo. Ni mchezaji kwamba ikitokea sawa, isipotokea ningefanya nini. Kwa sio mchezaji wa namna hiyo unamuona, lakini ana vitu vingi sana ambavyo mimi naamini kuna kitu anatakiwa kuswitch, kubadilisha kutoka hapo alipo kwenda kuwa yule ambaye anaweza kawa na msaada mkubwa sana. Sasa kwa kocha kusema vile inathibitisha ambayo nimekuwa nikilisema wakati mwingine, lakini mimi wewe umesema unamlenga Ateba, mimi nimemuona lakini mimi nimeona kama anamlenga Awesu. Kwa sababu ndio ukiangalia kwa wazawa yeye ndio mwenye hilo jukumu. Kwa hiyo inawezekana pia hajaridhika vya kutosha kwenye kile wanacho deliver Ahua na Awesu. Lakini bado hata kocha unamuona haridhiki vya kutosha kile kitu ambacho wana deliver Ateba na Mkwala. Kwa hiyo unamwona kocha bado naye ana struggle, kwa sababu mimi bado naendelea kusema Simba bado hawajawa na killer striker. Labda kama Mkwala ataendelea kucheza halafu yeye kampa confidence akafikia kwenye level ya kuitwa killer striker, lakini kwa sasa na yeye bado tu, lakini tuendelee kuangalia tuone. Lakini bado Simba mimi naona pamoja na namba 10 kama Mkwala na Ateba Ateba hatabadilika sana, hata kule bado nafasi itakuwa inahitaji mtu wa nyongeza. Performance ya waamuzi kwenye mchezo wa jana, wewe binafsi umetafsiri vipi? Unajua mimi jana nilikuwa interested sana na waamuzi, ni waone wana perform vipi, kwa sababu ionekana ni waamuzi wa Sarejembe. Kwa hiyo nikawa nawaangalia sana, sema hebu ngoja nione hao waamuzi wanaosi, lakini nimeona wamefanya kazi yao vizuri sana, na nafikiri wamewatia aibu watu wengi sana, especially wale walikuwa wamezungumza ule uenda wazimu wa asubuhi ambao leo asubuhi nilikuwa nimeanza kufanyia kazi. Kwa kweli wamefanya kazi yao vizuri. Sijui hata kama utasikia hata wao Almasri watalalamika, kwa sababu hakuna sehemu wanaoweza kulalamika wakasema tulionewa. Labda tuseme bao la Mpanzu lilionaje, lina walakini. Bao lililofuatia lina walakini. Sasa sijui waamuzi walikosea wapi, lakini sema waamuzi walifanya kazi yao vizuri. Sawa, uenda wazimu umeuzungumza, uenda wazimu upi labda kwa mtu ambaye hajapata nafasi ya kusikia chochote licha ya kwamba wengi wamefahamu? Labda uniulize wewe, mimi siwezi kutangaza uenda wazimu. Mimi ukiniuliza nitakujibu, lakini mimi siwezi kuanza kuzungumza uenda wazimu. Lipi unalifanyia kazi? Kuna watu wako ndani. Na wengine wakaniambia kwamba wao wana familia, lakini nimewambia familia ipaswi kuwa na baba mjinga kama wewe. Pumzika kwanza ili familia wewe iweze kuretrieve, kupata akili mpya, kwa sababu ya ujinga wako kama wewe. Unaona vitu havina maana, havina msingi, basi na wewe unahusika kuwa sehemu ya kuvisambaza tu. Kwamba Sarejembe amekamatwa. Sarejembe kashitakiwa na Almasri. Sarejembe alilala sijui chumba namba ngapi, na nafikiri hata hoteli pia walipaswa kuzungumza. Wamelala sijui chumba namba ngapi. Sarejembe yuko kwenye nini? Ameonekana kwenye nini? Sisi na waamuzi. Sasa CCTV ziko wapi sasa? Mbona hawazileti? Wazilete hizo CCTV. Zisiweza kutengeneza tu watulete watuonyeshe. Labda kwa sababu hili jambo liko kwenye mamlaka halijafika mahakamani. Sasa hivi tunaweza kulizungumzia na mimi nipate nafasi ya kuwakanda wapuuzi. Kwa hiyo yani hili halijafika mahakamani na litafika. Sasa hivi imeshaanza, kuna watu wanapiga simu, wengine ni watu wakubwa, kuanza kuomba na mtoto si ni wa ndugu yangu, naomba umsamee. Hapana, naambia kinataka tuwatie adabu watoto wa ndugu yako. Actually nimeanza na wale walikuwa kishare kwenye magrupu, naendelea kutafuta screenshots za wote walikuwa wanasambaza, kwa sababu nilienda kwenye ile account nikagundua ni account fake imetengenezwa, ambayo ina posti 3 tu. Posti ya kwanza Simba, penalty za Simba. Posti ya pili nasema sijui CEO bodi ya ligi amtembelea Mohamed Dewji. Posti ya 3 Sarejembe ashtakiwa na CAF sijui na Almasri. Sasa wataleta uthibitisho wa mimi kushtakiwa. Na wengine mmoja wapo katika wale waliokamatwa wamekamatwa kwa sababu kulikuwa kuna barua ya mtu aitwa Saleh Mohamed somebody, wanasema sio ni mtu wa Temeke Tefa something. Kwa hiyo wanaibadilisha, inaonekana mimi ndio naitwa Saleh Mohamed, na yule mtu akasema huyu ndo Sarejembe, ndio jina kamili la Sarejembe. So naye nataka tuthibitishie mimi naitwa Sarejembe kivipi. Mwingine akasema mwaka wake wa kuzaliwa ni huu, nataka naye atuthibitishie kama kweli ndio mwaka wangu wa kuzaliwa. Kitambulisho unajua ni kitu ambacho unaweza kaenda sehemu yoyote. Tunatoa vitambulisho sehemu nyingi sana. Kitambulisho chako kinapigwa picha siku nini na nini vinawekwa. Lakini sasa sijui kama hivyo vitambulisho ndio itakuwa kwamba kikionekana ndio kitaonekana ulikitoa sehemu. Ni watu wametengeneza namna fulani ya kutaka kunirudisha nyuma mimi nilivyoichukulia. Kwa sababu mimi ndio nimekuwa mtu nazungumzia sana
kuhusiana na issue ambazo zinaonekana kuwa vina vimelea vya upangaji matokeo, na nimekuwa nikikemea sana jambo hilo. Sasa naona wanataka kufanya kama trick hivi, yani watumie mimi kunirudisha nyuma kwamba kesho nisizungumze. Tena hapo sasa nataka nikwambie ndio wamepoteza muda wao. Nitasema sana kadiri ya uwezo wangu bila ya uoga, na nimegundua kama ukiona watu wanakutafutia kitu cha uongo, wanakutafutia kitu cha kutengeneza, maana yake wanakuogopa. Kama wao ni watu, mimi nataka nikwambie wale wote waliotengeneza haka kitu, ninaamini sasa hivi wananiona. Waje tuweke mimi mjadala na wao, wasikae pembeni kule kwenye social media. Unajua the bad thing is kwa nini unataka kuataki kwenye personality? Waje wasiseme vitu vya uongo. Mimi sisemi uongo, mimi nasema ukweli, na mimi niwaambie sijawahi kurudishwa nyuma na uongo. Kwa hiyo waoga wengi ndio walijaribu kufanya hivyo. Nimewaona wengine ni makoma wenye ndoo walijaribu sana kuzishare hizi kwenye magrupu. Mmoja kazima simu, naendelea kuwatafuta, natafuta screenshot sema sijui klabu gani, lakini ni makoma wenye ndoo. Mpaka sasa wako wangapi? 4. Wawili wamekimbia, wamezima simu, kuna 6 we still tracking them. Tutawapata tu, na nilifikiri kama nitakuwa sida hiyo huruma ya mtoto wa mjomba na shangazi, tutawafikisha mahakamani. Saleh, unahisi vimelea vya upangaji wa matokeo ambavyo unavikemea wewe kwetu vipo katika hali gani na nini ambacho tunapaswa? Nimeshaeleza, sitaki kurudia. Nilieleza angalia huyu alivyofunga, nilieleza angalia hiki kilivyotokea, nilieleza huyu angalia alivyofanya. Nimeeleza. Sasa hiyo nafikiri ndio inataka kuwa kama nafikiri kuna juhudi. Nimegundua ile imenipa alert kubwa sana kwamba kuna watu wanataka kunirudisha nyuma kwenye hilo kwa kunitafutia mfano kwamba sasa mbona na wewe ulionekana una hiki, si ndio? Sijaonekana na hiki, sina, na bahati nzuri yasema maana ile imeanza na kumekucha. Alafu sasa CCTV mnazo kwa nini mziweki? Na mmoja kama hiyo kusema ameshtakiwa kwa kuonekana kwenye hivi, nani amekuambia mfano kama hapa wakikaa timu au wakikaa marefa hauwezi kwenda kukaa na wewe? Mtu mwingine anasema kwa sababu wewe kwako ni Dar es Salaam. Sasa kama unayo kulala kwenye hoteli unataka watu wote wasiwe nayo? Na nani alikwambia hoteli ya Dar es Salaam hauwezi kulala? Nani alikwambia hoteli za Dar es Salaam ni wageni? Mbona mnaendaga sehemu unaandika kutoka Dar es Salaam kwenda Dar es Salaam, si ndio? Wao watu wanataka watu wote wakae kwenye lodge au guest house. Kwa hiyo unajua ni tabia za watu ambao nafikiri uwezo wa kufikiri ni mdogo, ambao wenye chuki na wivu, ambao kwa kweli na haipendezi, especially kwa mwanaume ukiwa na wivu kama wa kidada, si jambo zuri pia. Umeshaelewa haipendezi mwanaume kuwa na wivu unaofanana na dada zetu. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Na elimu kwa ufupi kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Ni vibaya sana, yani umeona kitu hakina uhakika, haujui kimetoka wapi, hakika confirmed, aliyekuletea naye hawezi kukiconfirm, na ndio maana umeona kwa nini wameenda kushare kwenye account ya Kunjunga, si ndio? Na namtafuta bado aliyetengeneza ile account, itampata tu taratibu sana. Na mimi ambacho nimeamua na nimeongea na watu wa cyber kwamba ile track ya ile itakwenda taratibu, hata ikiwa miaka 7 yule ameshasahau, tutamkamata tu, kwa sababu yeye sitasajiliwa na namba, itasajiliwa na email. Tutaangalia function ya email, tutaangalia ile namba ya simu. Siku itafika tu na mimi nitakuja kuambia nyinyi mkiwa mmesaba na yule mwenye ile account ile na ni huyo hapa, kwa sababu huyo si ndio chanzo. Sasa kwa wale waliomtuma, kwa sababu huyu namchukulia kama ni mbwa wao, wale wenye mbwa ndio sasa watapambana kumuokoa mbwa wao akiwa katika hali mbaya, kumletea chakula au kumletea maji ya kuoga. Kituo kinachofuata kwa Simba SC ni Stellenbosch, Afrika Kusini. Mechi ya kwanza ni siku 10 tu kuanzia leo tarehe 20 na 27 mchezo wa marejeano. Simba nini ambacho wanapaswa kufanya kwa kuangalia follow up ya hatua ya makundi na hatua ya robo finali ili kuweza kufikia lengo la kufika finali? Level ya kwanza ya Simba ni concentration. Mfano jana unaona walitaka wanitumie mimi niwe sehemu ya kuwafanya distraction kwa Simba, na ndio maana uliona mimi nikanyamaza kabisa, sikutaka na mimi kuwapa ile ya time ili kufanya wao kufikia lengo la ile distraction. Kwa Simba kwa wao ni vizuri sana wakaendelea kufocus haya mambo ya pembeni yasiyo yahusu, wakaachana nayo kabisa. Lakini niwape onyo kama nilivyowapa onyo mwanzo kutoka kwa Al-Masry, Stellenbosch tena sio timu ya mchezo. Kumtoa au kumvua ubingwa Zamalek, si ndio? Sio jambo la utani, na ulikuwa ukiangalia ingekuwa nusu finali ni Simba na timu za kaskazini, sawa, lakini sasa hivi ni Simba na timu ya kusini, timu ambayo haikutegemewa kabisa, ina kiwango bora, ina malezi bora, ni timu bora.
kumtoa Zamalek nyumbani kwao, wameingia kwenye ile rekodi walioifanya Simba na kumvua ubingwa pia. Simba sasa zinakutana timu ambazo ziliwahi kumvua ubingwa Zamalek. Simba alimvua ubingwa wa Afrika kwa maana ya klabu bingwa ambayo ni Champions League, na akiwa Zamalek ndio timu bora Afrika. Sasa hivi hawa Stellenbosch pia wamemvua ubingwa. Kwa Simba ndio maana unaona hata hivyo wanakuja kuanzia nyumbani. Stellenbosch kwenye level ya hii michuano hawana uwezo wa kuanzia nyumbani, yani kuja kumalizia nyumbani, lakini kwa sababu wamemvua ubingwa Zamalek kwenye ile pot, unajua unakuwa imeshapanga kwa sababu kuna bingwa, wanapata advantage hiyo ya kumtoa Zamalek. Hawa sio watu wepesi, hawa sio watu wa mchezo, na Simba wanapaswa wajipange. Na kama tulivyosema, Simba wamekuwa kikosea sana kwenye mechi ya kwanza, wana struggle sana kwenye mechi ya pili. Kwa maana yake watapokutana na Stellenbosch hapa, maana yake biashara inatakiwa iishie hapa. Kule hiyo ni mapambano ya kwenda kumalizia, lakini kama biashara ikiwa ngumu hapa wakitaka kwenda kumalizia kule, hii haitokei kila wakati kama ambavyo umeona Stellenbosch wamekwenda kumalizia kule. Sio jambo dogo. Kwa hiyo wajipange, waamini wanakutana na timu ngumu sana. Simba sasa hivi ukiachana na rekodi hiyo ya kwamba wameweza kuingia nusu finali 3 za mashindano matatu ya yoyo chini ya CAF kwa miaka tofauti. Simba wana kitu kimoja wamekifanya kwenye hatua hii mpaka wanakwenda kuingia nusu finali. Kama watavuka kwenda nusu finali, wataingia finali, maana yake Simba watakuwa wanakwenda kukutana na timu ya mwisho ya kaskazini. Kama wakiitoa, maana yake watakuwa wafalme wa kaskazini. Kwa nini? Wametoa timu ya Egypt, wametoa timu ya Libya, kwa maana walipokutana wamepiga timu ya Libya, wamepiga timu ya Tunisia, wamepiga timu ya Algeria, wamepiga timu ya Egypt. Sehemu ambako Simba hawajapita msimu huu kwenye michuano ni Morocco tu. Kwa hiyo ukiwauliza watu wote wa kaskazini, wanakuambia watu ndio wenyewe. Sawa? Sasa wanakwenda kukutana na timu ya kusini. Wakiivuka hii ya kusini, ikatokea labda wanakutana na mfano na Berkane, maana yake sasa utakuwa ni mziki mwingine wa kaskazini ambao wanaupaswa kuuvuka. Kama wakachukua ubingwa labda wakiifunga Berkane, basi Simba mtawapa ubingwa na kuwaita hawa ndio vigogo au hawa ndio wababe wa kaskazini mwa Afrika. Na hii Simba inawasaidia sana kujitangaza kaskazini mwa Afrika. Yes. Leo kuna Dar es Salaam Derby, Azam dhidi ya Young Africans Chamazi pale. Unadhani utakuwa ni mchezo namna gani ikiwa Yanga anajitafuta kwenda kumalizia alama zake za kutafuta ubingwa? Rudi nyuma. Okay. Basi sasa.